Mheshimiwa Spika, pamoja na sifa hizo nyingine ambazo zimesemwa na mwanasheria mkuu, ninaomba niongeze sifa chache. Ya kwanza, Daktari Mwigulu Nchemba ni mtu wa maono. Anayo maono ya kujua taifa letu linataka kwenda wapi. Lakini Daktari Mwigulu Nchemba anajua vipaumbele vya nchi hii. Nini ambacho kinatakiwa kufanyika kwa sasa ndani ya taifa letu la Tanzania. Na kwa nini nasema hivyo? Mheshimiwa Spika, kwanza muungaji mkono aliyetangulia ameeleza vizuri mafanikio ya serikali ya awamu ya 6. Hakika yasingeweza kupatikana kama tungekuwa na waziri wa fedha ambaye hakutekeleza vizuri majukumu yake. Mheshimiwa Spika, wote tunafahamu mapato ya ndani katika nchi yetu ya Tanzania kupitia TRA iliyokuwa chini ya Wizara ya Fedha yameendelea kuongezeka na kusababisha mageuzi makubwa ya maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais wetu ametueleza kupitia ilani ya uchaguzi, lakini ndani ya siku 100 anayo maono yake, anayo malengo yake ambayo yanakwenda kumgusa Mtanzania mpaka wa hali ya chini. Maono haya yanahitaji waziri mkuu kama Mwigulu Nchemba ili yaweze kutekelezeka. Ninawahakikishia waheshimiwa wabunge, kwa huduma hizo za afya, ujenzi wa uchumi, mabadiliko ya kimfumo ndani ya serikali yetu, usimamizi wa serikali, kwa sifa alizonazo Mwigulu Nchemba, ninawahakikishia maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yatakwenda kufanya kazi vizuri. Bunge letu lina sehemu mbili, yaani sisi wabunge ni sehemu ya kwanza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sehemu ya pili. Mchakato wa demokrasia umeamua kwa dhahiri kabisa kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni chaguo la walio wengi katika nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza kwa dhati kwa kuchaguliwa kwake kwa kura nyingi za kishindo kuiongoza nchi yetu kwa kipindi kijacho cha miaka 5.